Siku ya Jumapili ambapo asubuhi ya leo ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu na dada zangu, mjambo. Asubuhi ya leo karibuni sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kunyunyiziwa hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastoret, Machakos, Sub Quarter. Nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili ukaweza na kupokea hizo baraka, ambapo ninaamini kwamba hakika tutaweza na kuzipokea. Karibu mpendwa msikilizaji katika neno letu ama himizo letu ya siku ya leo. Siku ya leo ningelipenda tukasome neno la Mungu katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura hiyo ya 3. Kitabu cha Danieli sura ya 3 na mstari ule wa 17, tukatazame vile Mungu wetu anavyonena. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwekayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Mbali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuishujudia hiyo sanamu dhahabu uliosimamisha. Tutaenda tena tukasome ule mstari wa 27. Hicho kitabu kinasema, na amiri na manaibu na wanawali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya mili yao, wala nywele za vichwa vyao hasikuteketea, wala sanaruli sao hasikubadilika, wala harufu ya moto haikupata hata kidogo. Mfalme, ni asante kwa ajili ya neno lako. Nena nasi sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Wapendwa, hapa ningelipenda tuongee juu ya Mungu anayebadilisha. Mungu ambaye hubadilisha. Hapa tunaona ya kwamba baada ya Danieli pamoja na wale wenzake wengine watatu kana kwamba walikuwa wamefanya uamuzi wa kumwabudu Mungu aliye wa ukweli. Na tunaona ya kwamba walipoamua ya kwamba watamwabudu Mungu aliye wa ukweli, tunaona ya kwamba kulitolewa amri ya kwamba wale ambao watamwabudu Mungu aliye wa ukweli, hao wataweza kutupwa katika tunu ya moto iliyokuwa inawaka. Na tunaona ya kwamba hao waliamua ya kwamba hawataabudu sanamu yoyote iwaye ile. Na tunaona katika mstari huu wa 17 wakinena na yule ambaye alikuwa ni mfalme, wakamwambia ya kwamba, mfalme, licha kana kwamba tunasema ukae na uishi milele, lakini sisi tunasema ya kwamba kama Mungu wetu atatuokoa na tuokoe, na kama hata tuokoa nasi tuokoe. Lakini jambo ambalo tunasema ni kwamba hatutaabudu miungu sile, ama hatutaabudu sanamu ambayo ilikuwa imewekwa. Na tunaona ya kwamba baada ya hao wapendwa kunena hivyo, waliweza kushikwa, wakafungwa na wakaweza kurushwa katika lile shimo la moto ambalo lilikuwa linawaka. Moto ambao ulikuwa ni moto ambao hakuna hata mtu angestahimili. Lakini tunaona ya kwamba maana walikuwa wanajua ya kwamba Mungu wao ana uwezo. Hakika tunasoma katika mstari huu wa 27
kana ya kwamba hata wale ambao walikuwa ni wakuu katika ufalme ule wa mfalme waliweza kushangaa, maana walipo warusha hao wapendwa na waliponenda na kutazama, walipata ya kwamba hakuna chochote kilikuwa kimewafikia hao watumishi wa Mungu. Hata sura zao, hata mavazi yao yalikuwa vile yalivyokuwa. Na sasa wakashangaa ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anabadilisha, anaweza kubadilisha hali iliyo mbaya kwa wale wanaomwamini, hadi ulimwengu ukatambua ya kwamba kuna Mungu ambaye anabadilisha na hata anaokoa. Wapendwa, usione hali yako ya siku ya leo ukawa ni mtu ambaye utaweza kubadilisha nia yako ya kumtegemea Mungu. Endelea kumtegemea Mungu, maana yeye anabadilisha hali iliyo mbaya inakuwa ni hali ya kutoa ushuhuda ya kwamba kuna Mungu ambaye anatenda. Tazama hao wapendwa, wale ambao waliweza kusema ya kwamba wataendelea kumwabudu Mungu aliye wa ukweli licha ya hali ambayo ilikuwa iwapate, na kweli wakafungwa na wakaweza kurushwa ndani, lakini Mungu amebadilisha moto ikawa ni kama rafiki wa hao wapendwa. Mungu wetu atabadilisha hali yako, hali ambayo imekuwa ngumu, uchumi ambao umekuwa mgumu, maisha ambayo tunaona ni kama hayaendelei vile tulivyokuwa tunakusudia. Kuna Mungu anayebadilisha. Mungu atabadilisha. Kilio chako kitakuwa ni furaha. Mungu atabadilisha. Machozi yako yatakuwa tumaini hata kwa wale wengine. Tuendelee kumtegemea Mungu wetu, na hali tulio nayo isituweke katika kuona ya kwamba haitawezekana. Mungu atatenda na Mungu atabadilisha. Barikiwa sana unapomtegemea huyu Mungu anayebadilisha hali za wengi. Asante, ubarikiwe na Mungu akutende vyema. Falme, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limetupa tu mfano kwa wapendwa ambao waliamua ya kwamba hawatajitia unajizi kwa ajili ya mambo ya ulimwengu huu, na hata walipofanyiwa yale ambayo yangeliwaangamiza, wewe uliwaokoa. Maana wewe ni Mungu unabadilisha, hata yaliyo magumu yanabadilika. Mungu uliyebadilisha moto ukawa kana kwamba haukuangamiza wapendwa hawa. Simama pamoja nasi, simama na wanaonisikia katika hali zao ngumu. Badilisha wakaweze kutambua wema wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Imani ya kweli umtii Mwenyezi Mungu bila masharti. Tunapaswa kubaki waaminifu kwake, iwe katika ushindi ama iwe katika majaribu. Iwe ni wakati wa aina gani. Wakati ambapo tumeweza na kuona kwamba kuna ushindi, tumebarikiwa. Wakati ambapo tumeweza na kuona hapa kuna changamoto, kuna majaribu, tunafaa na kumtii bila masharti. Hapa tumeweza na kuona hao vijana ambao waliweza na kusimama imara na kumtangazia Mfalme Nebukadneza kwamba sisi hatutaweza na kusaliti imani yetu. Hatutaweza na kuabudu sanamu. Tanuru la moto wakaweza na kuambiwa kwamba mtafanyiwa hiki na kile, imeweza na kuandaliwa, mtatupwa pale. Lakini kwa sababu hilo hawakuweza na kusaliti imani yao, walisema kwamba yule Mungu ambaye huwa tunamwabudu, ambaye huwa tunamwamini kila wakati, atatuokoa. Na asipotuokoa, hatuko tayari kusaliti hata imani yetu. Sisi kama waumini wa Kristo tunafaa na kujua kwamba tuwe na msimamo, na tusimame imara katika imani ya kumtii Mwenyezi Mungu hata tunapo
unakabiliwa na vitisho na shinikizo au mateso. Hata upatane na hayo mambo yote, usisaliti imani yako. Usisaliti imani yako kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Usisaliti imani yako kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa mtu yeyote yule. Usisaliti imani yako kutoka kwa vitisho vya mtu yeyote yule. Akutishie namna gani? Simama imara bila kuyumba, na uamini kwamba Mwenyezi Mungu ambaye umekuwa ukimtii, ambaye umekuwa ukimtumikia, ataweza na kukuokoa. Na hakika ataweza na kukuokoa. Mahali ambapo amekutoa mbali, mahali ambapo amekufikisha, ubali huwa amekufikisha mambo hata mengi mazuri. Ubali mwingine mkubwa sana unakungojea. Mbona kwa sasa ukaweze na kusaliti imani yako kwa sababu ya vitisho mahali? Hapana, amna. Zidi na kusimama imara. Tetea imani yako. Tetea imani yako na usimame imara. Ninakutakia siku ya baraka. Mahali popote pale utaweza na kuabudu, Mungu akakubariki, akabariki watumishi wote. Reverend, tumeshukuru sana, umetufundisha mengi, mkaweza na kuendelea na kutuongezea, kututia moyo, kutuongezea imani, tukazidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Barikiwa sana na Mungu akuongezee mengi. Kwako mtazamaji wangu, ninakushukuru sana maana umekuwa pamoja nasi wiki yote. Barikiwa sana na Mungu akaweze na kukuonea mema yake. Nimekuwa wako Reverend Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu ikawe juu yako, ikakuongee. Bye bye.